Kwa hivyo leo ni ibada ya wana Sunday School. Kwa hivyo leo ningependa tujifunze kuhusu kujenga msingi bora katika maisha ya watoto. Kujenga msingi bora katika maisha ya watoto. Hiyo ndio itakuwa mada ya ujumbe wetu wa leo wakati huu wa Sunday School. Na ujumbe wa msingi ama key text yetu tunaitoa katika kitabu cha Zaburi 127 mstari wa 3 na mstari wa 4. Zaburi 127, hiyo ni Psalms 127 verse 3 and 4. Hiyo ndio key text yetu ama ujumbe wa kimsingi wa siku ya leo ama wa ujumbe huu. Kwa hivyo inasema nini? Zaburi 127 inasema nini? Nitasoma. Inasema, tazama, wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. 4. Kama mishale mkononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Katika Kiingereza, Lo, children are an heritage of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. As arrows are in the hand of a mighty man, so are children of the youth. Kwa hivyo hilo neno linatukumbusha kwamba watoto ambao Mungu ametupa ni baraka kutoka kwake. Tunakubaliana na hilo, sio? Kwa hivyo watoto ambao Mungu ametupa, hawa wana Sunday School, wana Kingdom Generation, ni baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na Mungu amewaeka katika mikono yetu na sababu kuu ni kwamba sisi tukaweze kuwalea na kuwaelekeza kwa njia ambayo itawafanya wawe watu wa maana katika jamii siku za kesho ama siku zijazo. Sisi kama wazazi tumepewa ile nafasi ya kuwekeza katika haya maisha ya watoto wachanga ambao tuko nao, kujenga misingi imara ili waweze kusimama imara katika maisha yao ya baadaye. Katika utangulizi wangu tu ningependa tuweze kuangazia maana ya neno msingi. Maanake tulisema ujumbe ni kujenga msingi bora katika maisha ya watoto. Tunapozungumzia msingi katika Kiingereza hiyo ni foundations. So tunamaanisha nini tukisema msingi? Msingi ni sehemu ya chini, huwa ni sehemu ya chini ya jengo inayofanya lisimame imara. Ni sehemu ya chini ya jengo inayolifanya lisimame imara. Hiyo ndio maana ya neno msingi. Unapoangalia kanisa yetu, wakati mvua inakuja ama kunakuwa hata na upepo mkali, ni mjengo ambao uko imara, uko dhabiti. Kwa hivyo unaweza ukasimama, si ni kweli? Haiwezi kaangushwa tu na upepo ama dhoruba kidogo. Kwa nini? Kwa sababu jengo hili limejengwa kwenye msingi dhabiti. Na mara nyingi msingi huwa hauonekani. Tunakubaliana na hilo. Msingi huwa hauonekani, ni sehemu ile ya chini ambayo imejificha. Na lazima msingi uwe dhabiti, msingi wa kitu chochote kile lazima uwe dhabiti ili kitu kiweze kustahimili dhoruba. So katika maisha ya kiroho tunaweza tukaeleza msingi kwa njia gani? Tunaweza tukasema msingi ni kanuni. Msingi ni kanuni, imani au maadili. Msingi ni kanuni, imani au maadili yanayojenga na kuimarisha maisha ya mtu. So katika kiroho tumesema tunaweza tukaeleza msingi kama kanuni, imani au maadili yanayojenga na kuimarisha maisha ya mtu. Kwa hivyo tunajiuliza,
huyu mtu ambaye ni mtoto ambaye Mungu ametukabidhi sisi kama wazazi. Na ninaposema wazazi, kuna ule mzazi, biological parents, kuna guardians, kuna walimu, wale ni kama guardians, kuna wazazi wetu wa kiroho, hao pia ni wazazi kwetu. Kwa hivyo hao wazazi wa vitengo hivi tofauti ambavyo nimetaja wanaweza wakamlea mtu ili akaimarika katika maisha kivipi? Ni misingi ipi ambayo anaikuza ndani ya mtu ili akaweze kuimarika? Asubuhi, katika kipindi cha asubuhi tumefunzwa kuhusu mbegu, kwamba sisi ni mbegu. Tunapozaliwa sisi ni kama mbegu ambayo inawekwa kwenye dunia hii, na hii mbegu inastahili kukua. Tuko pamoja? Inastahili kukua na kuimarika. Hiyo ndio mpango wa Mungu kwetu. Kwa hivyo hawa watoto wana Sunday school ambao Mungu amekabidhi mikononi mwetu ni kama hiyo mbegu ambayo tumejifunza leo asubuhi kwenye mafunzo ya asubuhi. Ni kama hiyo mbegu, na wanapowekwa mikononi mwetu kama wazazi, mara nyingi unapowatazama wakiwa kwenye umri mdogo, hauwezi ukajua miaka ijayo watakuwa ni akina nani. Hauwezi ukajua kesho yao itakuwa vipi. Praise God. Lakini unaporudi tuseme nyuma kwenye historia ya watu wazima ambao unawaona kwa sasa hivi, ungewaona enzi zile wakiwa wadogo, kweli haungejua wangekuwa nani. Lakini baada ya kukuzwa na kuwa watu wazima, tunapata kuona mtu anakuwa mtu tofauti, mtu mwenye manufaa katika jamii. Kwa hivyo watoto ambao tumepewa ni mbegu. Tutawakuza kwa njia gani? Ni mambo yapi ambayo tunafaa kuyatekeleza ili wakawe mbegu yenye manufaa katika jamii yetu? Praise God. Kabla sijaendelea zaidi, tunapotazama maisha ya pale nyuma na maisha ya saa hii, kuna utofauti mkubwa sana, si ndio? Jinsi sisi tulivyokuwa ama jinsi maisha yalivyokuwa siku zile sio kama hivi katika karne hii ya 21, si kama hivi vile watoto wetu wanavyokuwa. Sasa hivi kuna mambo ya kiteknolojia, kuna mabadiliko ya kiteknolojia, kuna utandawazi, kuna mambo mengi sana ambayo yameingia katika maisha. Usasa umebadilisha hata malezi. Usasa unaweka watoto katika nafasi ambayo iwapo hatutawaweka katika misingi bora, itakuwa vigumu hao kusimama imara wanapokutana na dhoruba za maisha. Praise God. Swala lingine ambalo nimeona pia linaweza kuwa ni changamoto sana kwa watoto wetu siku za siku hizi ni swala la shinikizo rika. Hiyo ni peer pressure. Watoto wanapokuzwa kutoka chini wanakuja wakiwa wazuri, kisha wanapoingia tuseme shule ya upili, mambo yanaanza kuharibika, peer pressure inaingia, na mambo kama hayo yanapelekea sisi kuweza kupoteza watoto wetu iwapo hatujawaweka kwenye misingi bora ambayo itawawezesha kusimama ama kushinda hizi dhoruba za maisha. Kwa hivyo baada ya hapo nataka tuangazie tu wajibu wa mzazi au mlezi kwa mtoto. Mimi na wewe kama wazazi ama guardians wa hawa watoto, ni wajibu gani ambayo tuko nayo? Ni wajibu gani ambayo tunafaa kutekeleza ili kuhakikisha kwamba mwisho wa siku hawa wana kingdom generation wanakuwa ni watu wenye manufaa katika jamii yetu? Praise God. Kwa hivyo kuna vipengele kadha chini ya mada hiyo, lakini mimi nitaangazia tu kipengele kimoja. Na kipengele ambacho nitaangazia ni sisi kama walezi ama wazazi tunafaa kuwapa watoto wetu malezi ya kiroho. Kuwapa watoto malezi ya kiroho. Pale pia kuna vipengele vingine
kama kuwapa msingi wa elimu, kuwapa msingi wa upendo, kuwafunza maadili. Lakini kwa leo tutaangazia kuwapa malezi ya kiroho. Nataka tusome text kutoka kwenye kitabu cha Mithali, mlango wa 22 mstari wa 6, Proverbs 22:6. Proverbs 22:6. Tumefika hapo. Inasema hivi: mfundishe mtoto njia impasayo kuiendea, naye hataiacha hata akiwa mzee. Katika Kiingereza, train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. Kwa hivyo sisi kama walezi ama wazazi tuna jukumu la kuwafundisha watoto kwa njia ipasavyo aiende. Na wanafundishwa lini? Wanafundishwa wakiwa watu wa umri mdogo. Mtoto ni mtu mdogo, si ndio? Bado hajakomaa. Kwa hivyo tunafaa kumfundisha wakati angali mtoto mchanga, wakati angali mdogo, ili anapokuwa mzee hataondoka katika njia hizi, bali ataenenda katika njia hizi. Na hata iwapo mambo yatakuwa mengi na atateleza, huenda bado atarejea kwenye njia. Praise God. Kwa hivyo tutamfundisha mtoto katika njia impasavyo, naye hata kisha kuwa mzee hatageuka nayo. Tutamfundisha mtoto kuenenda kwa njia hizi. Kwa njia gani? Tutatumia njia gani ili kumfundisha mtoto aenende kwa njia ambayo inampasa? Ya kwanza, kuwafundisha neno la Mungu. Kuwafundisha neno la Mungu. Saa ingine huwa nikiangalia hawa watoto wadogo, na wapenda sana by the way. Kila mahali ama nikienda mahali popote, watu ambao huwa na interact sana nao na tunakuwa marafiki wakubwa huwa ni hawa wana Sunday school. Japokuwa mimi na deal na form 1, 2, 3, 4, lakini hawa wadogo ndio my favorites. So huwa nawalinganisha kama debe ambalo liko wazi, halijawekwa kitu ndani. Kwa hivyo iwapo wewe mzazi hautajaza lile debe, litajazwa na ulimwengu, si ndio? Na ulimwengu itajaza pale mambo ambayo wewe hautaki. Kwa hivyo ni jukumu letu kama wazazi kuweza kuwafundisha watoto neno la Mungu. Na tunapowafundisha neno la Mungu, wacha iwe ni tabia ambayo ama ni shughuli ambayo tunaifanya mara kwa mara. Tunakuwa na program, tunakuwa na wakati wa kustudy the word. Ndugu yetu hapa huwa anatuambia, ndugu yetu Opasi, kwamba saa kuna watoto wa wachawi wakiwa tu hivyo wadogo wanafanya wonders in the world of the dark, si ndio? Na sisi wetu, kwa sababu labda hatujawafunza neno la Mungu, wanakuwa tu wako, so wanakuwa katika nafasi ya kuweza kuwa attacked. Kwa hivyo sisi kama wazazi, jukumu letu la kwanza katika kuwapa malezi ya kiroho ni kuwafundisha neno la Mungu. Nataka tuangalie kitabu cha Kumbukumbu la Torati, hiyo ni Deuteronomy, Kumbukumbu la Torati, mlango wa 6 mstari wa 6 na 7. Inasema vipi? Inatuambia, amri hizi ninazokupa leo zitakuwa katika moyo wako,
Hiyo ni 6. 7 inasema, wafundishe watoto wako kwa bidii. Nena kuhusu amri hizi uketipo nyumbani na wakati utembeapo njiani, ulalapo na uamkapo. Kwa hivyo sisi kama walezi ama wazazi tunafaa kuwafundisha watoto, na tunaambiwa wafundishe watoto wako kwa bidii. Kumaanisha tu si kitu rahisi. Bidii inamaanisha lazima ujitume. Praise God. Kwa hivyo tuwafundishe kwa bidii, tunene kuhusu hizi amri, tunene kuhusu kanuni za Mwenyezi Mungu kila wakati. Unapoketi nyumbani, hivyo ndio neno inatuambia, uketipo nyumbani na wakati utembeapo njiani, hata wakati unapolala na wakati unapoamka. Kwa hivyo tunapozoea kuwafunza hili neno la Mungu, zile kanuni, zile sheria zitaingia ndani yao na watakuwa nazo ndani mwao. Kwa hivyo hata iwapo watakuwa wakubwa na wakutane na dhoruba hapa na pale, hili neno litaweza kuwaongoza na kuwaelekeza. Itakuwa kama compass direction katika maisha yao. Praise God. Nilikuwa nimesema iwapo sisi kama wazazi hatutawafunza, basi hakika kwamba dunia itafunza watoto wetu njia za kidunia. Kwa hivyo sisi kama wazazi ambao tumeokoka, tunamjua Mwenyezi Mungu, lazima tuwafunze njia hizi ili pia watoto wetu wakaenende kwa zile njia. Kuna mfano wa hadithi, mfano wa story ya Hana katika Biblia. Hiyo ni katika kitabu cha Samueli, 1 Samuel 1-3. Ni ndefu, nadhani kila mmoja wetu amesoma hiyo hadithi ya Hana, si ndio? Hana anamuomba Mwenyezi Mungu akampe mtoto. Na baada ya kulia, Mungu anasikia kilio chake. Mungu anampa mtoto. Naye anaagiza Mungu kwamba huyu mtoto ambaye utanipa, nitamregesha hekaluni kwako ili akaweze kukutumikia. Na kwa hakika Hana anafanya hivyo. Baada ya huyu mtoto kuwa weaned, anamregesha kule Shilo, anamweka chini ya mtumishi wa Mungu Eli, ambaye anamlea katika misingi ya kiroho. Praise God. Na tunaona kwamba Samueli mwisho anaishia kuwa mtu mkubwa sana katika hii taifa ya Israeli. Si ni kweli? Sisi sote tunataka hawa wana kingdom generation, miaka mingi ijayo, wawe ni watu ambao ni wa manufaa katika jamii zetu, si ndio? Kwa hivyo tutawakuza vipi? Lazima tuwafunze neno la Mungu. Mara nyingi ukitembea huku vijijini, viungani mwa mji huku, unapata siku kama ya leo ya Jumapili, labda mzazi ameondoka ameenda kanisani, na kwa sababu labda hana padlock, ameacha mtoto pale alinde mlango, si ndio? Hiyo ni right kweli? Hapana. Tunafaa tunaambatana nao waje kanisani, wakaweze kupata neno, wakaweze kujifunza kuomba. Watoto wetu wanafaa wajifunze kupigania maisha yao, kwa sababu hatutaishi kuwaombea na kuwapigania kila siku. Kuna umri ambao watafika ambayo wanafaa wenyewe waweze kujisimamia. Praise God. Kwa hivyo tunafaa kuenenda nao katika hekalu, vile tu Hana alivyompeleka Samueli katika hekalu, akaweza kukuzwa katika misingi ya Kikristo. Pia sisi watoto wetu tutembee nao, tuwalete hekaluni kila siku ya Jumapili, ili pia wakaweze kukuzwa kwa njia inayostahili. Kando na kukuja tunao kanisani, pia ni vyema labda kuwa na nafasi kule nyumbani ambapo tunakuwa na ibada pamoja nao. Sijui kama inawezekana. Inawezekana.
Wanapokuwa shuleni huwa kuna program ambayo watoto wanakuwa kwenye ibada kwa CBC iko. Sasa hizi ibada zinasaidia watoto kukua katika misingi iliyo bora, misingi ya Kikristo. Pili, tumezungumzia kuwafundisha neno la Mungu. Pili, tunawapa watoto wetu malezi ya kiroho vipi? Kuonyesha mfano wa kimaisha. Kuonyesha mfano wa kimaisha. Kuonyesha mfano wa kimaisha. Watoto wetu hujifunza zaidi kupitia kuona na kuiga. Praise God. Wengi hujifunza kupitia kuiga na kuona kuliko kusikia. Kwa hivyo huwezi kuwa hapo, wewe ni mzazi, labda kule nyumbani ukikosana na jirani, mbio unaenda unampiga mangumi, mnaangushana kule. Lakini wewe kila time unaambia mtoto, mimi sitaki kuona ukipigana. Hawa wa CB, hawa Kingdom Generation watakuambia, na wewe mama si wewe unapigana, wewe si wewe unatusi jirani. Kwa hivyo wale wanajifunza sana kwa kuona ikilinganishwa na kusikia. Wanataka wafanye kile ambacho wameona wewe ukifanya. Kwa hivyo sisi kama wazazi tunapaswa kuishi maisha yanayoafikiana na maadili bora. Tuwe the first good example kwa watoto ambao wanatuzingira. Praise God. Tujikite katika maisha ya maombi. Tuwe watu waaminifu, tuwe watu waadilifu katika kila jambo ambalo tunalitenda. Nataka tuangalie kitabu cha Timotheo, kitabu cha pili, 2 Timotheo 1:5, 2 Timothy 1:5. Tuko hapo. Hapa inasema hivi: nimekuwa nikikumbuka imani yako ya kweli waliokuwa nayo bibi yako Lois na mama yako Eunike, na ambayo mimi ninaisadiki sasa wewe pia unayo. Huyu ni Paulo anazungumzia, anamrejelea Timotheo. Na Timothy tunakumbuka alikuwa ni mshirika mkuu wa Paulo, na anapozungumza naye pale anajaribu tu kuiafiki imani ambayo Timothy ako nayo. Na kile ambacho tunapata hapa, tumeambiwa alijifunza kutoka waliokuwa nayo bibi yako. Katika Kiswahili bibi inamaanisha nyanya, inaweza pia ikamaanisha nyanya, grandparents. Wacha tu nisome kwa Kiingereza tuelewe zaidi. When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. Kwa hivyo imani ambayo Timotheo alikuwa nayo, haya ni mambo ambayo alijifunza kutoka kwenye nyanyake Lois na mamake Eunice. Kwa hivyo text hii inatufundisha nini ama inatuonyesha nini? Kwamba Timothy alipokuwa mtoto mdogo, grandmotherke, mamake walikuwa ni watu ambao walikuwa wanamtumikia Mungu, ni watu waliompenda Mungu, na hata matendo yao yalidhihirisha imani, matendo yao yalidhihirisha njia za Mwenyezi Mungu, walienenda kwa njia za Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu Timotheo alikuwa mtoto ambaye alikaa miongoni mwao, aliweza kujifunza njia hizi, na hii ikamfanya mwisho wa siku akawa ni mtu mkubwa, akawa ni mshirika wake Paulo. Na tunakumbuka kazi ambayo Paulo alikuwa akiitenda. Kwa hivyo mwisho wa siku Timotheo anakuwa ni kiongozi mkubwa katika kanisa, anakuwa a strong church leader.
na ni kwa sababu ya makuzo, masomo ambayo aliyapata, ibada ambayo alikuwa anajifunza kutoka kwa wazazi wake tangu alipokuwa mtoto mchanga hadi kufika sasa hivi. Praise God. Kuna wakati, hii ni hadithi tu kidogo, kuna wakati kuna mwanafunzi, lakini si penye mimi nafunza, mahali kwingine, alipatikana na bangi. Alikuwa ni a young boy, alipatikana na bangi. So akaulizwa, mbona we unavuta bangi? Unajua alisema nini? Alisema mimi navuta bangi juu mzazi wangu anavuta bangi na ameipanda hata iko kwa shamba. Na hata mkinituma niite mzazi wangu, I'm even better than him. Yeye ameivuta kabisa mpaka hata hizi akawasaidia. Hiyo ndio jibu ambayo huyo mwanafunzi alipeana. Kumaanisha nini? Aliiga matendo ya mzazi wake. Praise God. So nilianza kwa kusema most of these young children, our kingdom generation, mara nyingi wanapenda kuiga kile ambacho tunafanya. Kwa hivyo lazima tujitahidi tuishi katika njia ambazo hata ukisikia mtoto ameiga hauna wasiwasi. Kisha pia tujifunze kunena maneno ambayo yanaleta maisha. Unajua pia jinsi tunavyoongea ni part of how we live, si ndio? Na unaposoma kwenye neno tunaambiwa kwamba tusikue wepesi tu wa kunena maneno ovyo ovyo, kwa sababu katika usemi wetu mwingi mara nyingi tunaweza tukateleza na tukatenda dhambi. Kwa hivyo wakati mwingine unaweza pata mtoto anasumbua, hata kule shuleni mwanafunzi anasumbua tu, hasikii. Unaweza fika mahali ukakuwa mwepesi wa kunena maneno mazito mabaya. Na hayo maneno ambayo huwa unanena tu bila kujua, huwa yana affect mtoto, huwa yanamfuata. Praise God. Sasa kidogo unasikia tu, wewe ni mjinga, wewe hata una akili. Mambo hayo huwa yanafuata watoto na ya kweli unapata sasa anakuwa mjinga. Kwa hivyo tunafaa tuangalie maisha yetu, uneni wetu ni uneni wa aina gani? Ni uneni ambao unajenga maisha ya hawa watoto. I'm very sure huyu Timotheo ambao tunamtaja, ambao tunamrejelea, katika kukua kwake, hata kama alikuwa akikosa, huenda uneni ya mzazi ilikuwa ya kumkosoa tu kwa maneno mazuri na kumencourage. Na ndio maana akakuwa mtu ambaye ni wa maana mwisho wa siku. Jambo la tatu tulianza kwa swali, tunawapa malezi ya kiroho vipi? Tunawapa watoto wetu malezi ya kiroho kwa njia gani? Tumeangazia kuwafundisha neno la Mungu. Pili, tumezungumzia kuonyesha mfano wa kimaisha. 3, maombi kwa watoto. Hiyo ni prayer and intercession. Maombi kwa watoto, prayer and intercession. Sisi kama wazazi ama walezi tunapaswa kuwaombea watoto kila siku. Pasta wetu hapa huwa anasema kwamba hata kama unafunza kule shule, hata sasa tu amesema kuna watoto wengine anakupigia tu hesabu, kwa sababu penye ametoka mahali ambapo misingi ambayo amewekwa ndani si ya Kikristo. Kwa hivyo anakupigia tu hesabu kali. We uko hapo kila siku, we ni mgonjwa labda, ama mambo tu yanakufanyikia. Kwa hivyo tunastahili kuwaombea watoto, na hata wanapokuwa shule, wanapokuwa katika hii society, wanapotangamana na watu mbalimbali, wanafaa kutembea chini ya umbrella ya maombi yetu kama wazazi. So tuangalie kitabu cha Ayubu. Hiyo ni Job 1 chapter 1 mstari wa 4
mpaka wa 5, mstari wa 4 mpaka wa 5. Job 1:4-5. Job 1:4-5. Jirani yako ama amelala? Ako macho? Angalia jirani asiziende. Confirm kwamba bado anapepesa macho. Kwa hivyo please tusome hapo. Endelea. Five. So it was when the days of feasting had run their course that Job will send and sanctify them, and he will rise early in the morning and offer burnt offerings according to the number of them all. For Job said, "It may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts." Thus Job did regularly. Kwa hivyo hayo maandiko yanaturegesha kwa Ayubu. Ayubu alikuwa amebarikiwa na watoto wazuri, na tunaambiwa kila wakati walikuwa wakifanya sherehe, na baada ya ile sherehe alikuwa offer sacrifices, offer offerings na kuwaombea, kwa sababu kwa akili zake alikuwa anawaza katika sherehe zao hizo huenda walitenda dhambi ama huenda walipungukiwa. Kwa hivyo hiyo inatufunza nini? Hiyo inatufunza kwamba pia sisi kama Ayubu, kama Job, tunafaa kusimama katika nafasi ya kuwaombea watoto, kwa sababu katika maisha, katika siku za nowadays kuna so many attacks ambazo zinapata watoto. Kama hatuwaombei, tuwakave with our prayers, hata kule shuleni kwenye wanaenda wanakutana na watoto wengine ambao wako katika misingi tofauti na wewe. Wanakutana na walimu wengine ambao wako katika misingi tofauti na wewe. Praise God. Kwa hivyo iwapo hatutazidi kuwaombea, huenda wakajipata ama wakanaswa katika hii mitego ya mwovu shetani. Praise God. Na wale watu ambao wako hapa, wale teachers ambao wako hapa, mnaweza kubaliana na mimi kwamba siku hizi shule is not even that safe spiritually kwa watoto. They need prayers. Kwanza wale ambao wako boarding school, they need our prayers, kwa sababu kuna mambo mengi sana yanatokea, kama ile kesi ya utumishi ambapo watoto walichomana. I'm very sure it was not just all about exams. Praise God. Haikuwa tu ni mitihani ilifikisha watoto hapo. Lazima kuna underlying factors, kuna mambo mengine chini ya carpet ambayo hayakutajwa kwenye news, ambayo yalipelekea mambo kuenda jinsi yalivyokwenda kule. Huwa tunasema kwamba life is spiritual, na kila kitu ambacho kina happen lazima, zingine huwa zinakuwa programmed. Praise God. Zingine huwa zinakuwa programmed. Kwa hivyo watoto wetu tunapokaa nao, wacha tuzidi kufanya nini? Kuwaombea. Hiyo ni njia moja ya kuwalea katika misingi ya kiroho.
Na tunapowaombea, nimesema pia sisi tuwafunze kufanya nini? Kujiombea. Kwa sababu hawatategemea maombi yetu tu kila siku. Mtu ameingia high school, senior school, anafaa kuwa anajua kuintercede for themselves, si ndio? Anafaa kuwa amelearn kuintercede. Kwa hivyo kama Ayubu, tuwaombee na pia wajifunze kuweza kujiombea. Katika kitabu cha John 17, hapa hivi tunaona pia Yesu aliombea wanafunzi wake. Walikuwa under his authority. Kwa hivyo alikuwa anachukua nafasi, anawaombea. Hiyo ni katika kitabu cha John 17:9-12. Inasema hivi, ninawaombea wao, mimi siuombei ulimwengu, bali ninawaombea wale ulionipa, kwa sababu wao ni wako. Hiyo ni 9:10. Wote walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu, nami nimetukuzwa ndani yao. 11. Mimi sasa simo tena ulimwenguni, lakini wao bado wamo ulimwenguni. Nami naja kwako, Baba Mtakatifu, uwalinde kwa uweza wa jina lako ulilonipa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo wamoja. 12. Nilipokuwa pamoja nao niliwalinda, wakawa salama kwa lile jina ulilonipa. Hakuna hata mmoja aliyepotea, isipokuwa yule aliyekusudiwa upotevu, ili maandiko yapate kutimia. Kwa hivyo Yesu Kristo pia alichukua fursa kuwaombea wafuasi wake, kuwaombea the 12 disciples, ili wasije wakaingia majaribuni na kutoka katika njia za kimungu. Na hapa hivi chini ya maombi kwa watoto, pia ni vyema kama familia tukipata nafasi kule nyumbani, tunafanya ibada pamoja na watoto. Hilo ni jambo ambalo linampendeza Mungu. Tunapofanya ibada kama familia, tunapofanya ibada kwa pamoja, tunasoma tu neno pamoja, tunaomba pamoja, angalau kila mmoja anaweza kueleza kile ambacho amekipata. Ibada kama hii, kwa mawazo yangu na kile ambacho nimejifunza, ni kwamba angalau huwa inasaidia familia inaweza kuzingirwa na ulinzi wa Yesu. Kwa hivyo hata iwapo majaribu yatakuja, iwapo mambo maovu yatainuka, hayataweza kufaulu. Praise God. Haya mambo ambayo tumeyazungumzia, kuwapa malezi ya kiroho watoto, kuwafundisha neno la Mungu, kuonyesha mfano wa kimaisha na maombi kwa watoto, ni mambo ambayo tunafaa kuyafanya kila mara. Si unafanya once una give up. Lazima tuwe persistent, tuwe consistent katika maombi haya, katika kusoma neno hili ambalo tunajifunza kila wakati. Kitu kingine ambacho pia nimekumbuka nitaje hapo chini ya maombi, kuna mambo ambayo yamekuwa yakitusumbua, labda tulipokuwa sisi kama wazazi, kuna mambo ambayo yametusumbua, tunaita altars, madhabahu ambayo tunapigana nayo. Iwapo hatutaombea watoto, hayo madhabahu pia yatainuka katika maisha yao. Iwapo hatutawafunza kujiombea, pia haya madhabahu yatainuka juu ya maisha yao. Praise God. Jambo la mwisho pale, the last point, ya kwanza tulizungumzia kuwafundisha neno la Mungu, pili kuonyesha mfano wa kimaisha, tatu maombi kwa watoto, 4 kuwalinda dhidi ya vurugu za kisasa, kuwalinda dhidi ya vurugu za kisasa. Kuwalinda dhidi ya vurugu za kisasa.
nilianza kwa kusema dunia ya saa hii imejaa mambo mengi. Kuna mitandao ya kijamii, na katika mitandao ya kijamii kuna mambo mengi sana ambayo watoto wanajifunza. Hata ukipea mtoto wako simu, utapata anajua kuitumia kushinda wewe, si ndio? Kwa hivyo tunafaa kuwalinda ili wasije wakaingia sehemu ambazo zitawaweka kwenye shida. Kuna some time back in I think ilikuwa 2022. Kuna certain boy alikuwa college kule Kiambu. Aliua the whole family. Sijui kama mnakumbuka that case. Aliua the whole family, na alipoulizwa akasema nini? Kuna movie alikuwa na watch. Hii movie ni series, na hiyo ndio ilimmotivate kufanya kile kitendo. Hiyo inatufunza nini? Kila kitu ambacho watoto wetu wanaona kwenye internet, kuna a spirit behind everything, si ndio? Kuna a spirit behind everything. Inaweza ikawa ni a godly spirit or an evil spirit, si ndio? So if it is not something godly, na mtoto kila saa anaona, hiyo ndio analisha mind yake, hiyo ndio analisha kwenye kichwa chake, kwenye macho yake, hiyo ndio vitu analisha macho yake. Unapata kwamba mwisho wa siku inaweza ikaathiri akili yake, na ndiye akaweza kufanya mambo kama haya. In fact, saa hii mtandao umekuja na mambo mengi sana, na kila wakati tuna encourage kwamba watoto wanapochakura kwenye mtandao wachakure salama. Watoto ambao mko in the house, mnasikia hii maneno? So tunapoingia kwenye mtandao, let's be very careful. What are we feeding our minds with? Si unaingia tu any site. Ukiingia kama TikTok, vitu vitaflow tu moja baada ya nyingine, na yenye inakuja yenye iko godly ni moja, alafu hizo zingine then zinakutoa zinakupeleka kwingine. So tuangalie Proverbs 4:23. What does it say? Proverbs 4:23. Nitasoma Proverbs 4:23, nasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Kwa hivyo anytime unachakura mtandao, ni kitu gani unalisha kwenye macho yako? Ni kitu gani unalisha masikio yako? So tuwe makini na kile ambacho tunafanya. Na hapa hivi lazima pia mzazi umakinike. Kwa hivyo unapompa mtoto simu, angalia ni vitu gani anaangalia huko. Inaweza kuwa anaangalia vile anaweza kukuua na wewe hata ujui. So unaangalia ni kitu gani kinaendelea huko. So hayo ni majukumu ya wazazi. Hayo ni majukumu ya wazazi. Lakini iwapo tutaweza kumlea mtoto katika misingi bora, iwapo tutaweza kumlea mtoto katika misingi bora, mzazi tu peke yake hataweza. Kwa hivyo pia watoto wana jukumu la kutekeleza kwa wazazi. Kwa hivyo tuangalie jukumu la watoto kwa wazazi. Wewe kama mwana Sunday school, wewe kama youth, una jukumu lipi ambalo unafaa kulitekeleza kwa mzazi, ili mzazi anapong'ang'ana kuwekeza misingi bora katika maisha yako ikawezekane. So jukumu la watoto kwa wazazi, tutaangalia kitabu cha Waefeso. I think ime summarize everything hapo. Ephesians 6:1-3. Ephesians 6:1-3. Ephesians 6:1-3. These are the duties of our children, duties of children to parents. Kwa hivyo lazima mzazi ana part yake ya kuplay. Lazima pia mtoto aplay part yake ili akaweze kukua katika misingi
iliyo bora, ili akaweze kuwa na maisha mema kule mbeleni. Kwa hivyo pale tumewekewa neno lenyewe, enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, kwa kuwa hili ni jema. Kwa hivyo katika hiyo verse ya kwanza, acha tutarudi hapo. Sawa. Katika hiyo verse ya kwanza, keyword hapo ni kuwatii. Watiini wazazi. Enyi watoto watiini wazazi. Kwa hivyo tunapozungumzia kutii mzazi ni kufanya nini? Kutii mzazi ni kufanya nini? Kutii ni kutekeleza mambo ambayo unaambiwa na mzazi. Kusikiliza na kutekeleza maagizo ya mzazi. Kutii na kutekeleza maagizo ya mlezi. Kwa hivyo jukumu la mwana Sunday School, jukumu la wana Kingdom Generation, the first one ni kutii wazazi. Katika nyumba zetu kuna maagizo madogo hapa na pale ambayo yanafanya that home ikuwe unique from another home, si ndio? Nakumbuka home tukigrow up, haukuwa unaruhusiwa kutoka unless umetumwa. Hilo ni agizo, si ndio? Na lilikuwa linastahili utii, ilikuwa inastahili utii agizo kama hilo. Ilikuwa ukitoka, tuseme hata kama umeenda shule, college, ukirudi lazima 6 sharp ikupate kama umefika. Kama unajua utatoka penye utatoka na ufike after 6, basi usitoke. Wewe kaa tu huko. But ukisema utatravel 6 sharp, inafaa kupate umeingia kwa hiyo compound. So hayo yalikuwa ni maagizo. Na mtoto wa mji kama huo anafaa kutii hayo maagizo. Kwa hivyo katika miji yetu, katika boma zetu, kuna maagizo hapa na pale ambayo watoto wana jukumu ya kutii hayo maagizo. Na iwapo watatii maagizo haya, basi wataweza kukua katika misingi inayompendeza Mungu. Sidhani kama kuna mlezi au mzazi ambaye anaweka maagizo pale ambayo hayana manufaa katika maisha ya mtoto. Si ndio? Kile ambacho unasema usifanye hii, fanya hii. Unasema hivyo kwa sababu unajua mwisho wa siku atakapoenenda kwa maagizo hayo, basi ataweza kufaulu na kuwa mtu mkuu katika jamii. Hapo kwa kutii, lazima pia tuangalie kwamba kile ambacho tunatii, does it align with the word of God? Praise God. Unajua nowadays kuna some wicked parents pia. Si mnakubaliana na mimi? Manake kuna visa unasikia hata kwenye news mpaka unashangaa. Huyu alikuwa ni mzazi wa huyo mtoto kweli? Alikuwa ni mlezi wake kweli? So kuna visa ama kuna mambo ambayo yanatokea ambayo lazima hata kama watoto tunatii, pia lazima tutii maagizo ambayo yana align with the word of God. Praise God. Kuna wakati niliishi kule pwani na ikawa wakati mwingine kuna mzazi. Huyu mzazi ako na mabinti wawili na hawa mabinti amewapeana kwa wazungu fulani hapo. Kwa hivyo wanapofanya ukahaba, yeye analipwa. Sasa wakisema tu watatii, unaona wanatii kile ambacho hakialign with the word of God, si ndio? So kuna mambo hutokea kule nje. Kwa hivyo tunapotii ama swala la kutii wazazi, lazima tutii, tufuate maagizo. Lakini haya maagizo lazima ya align with the word of God. Praise God. Kule Kilingili huwa naona ukiwa na mostly disco matanga, unapata watoto wameishia huko karibu wote. Disco matanga, wanaenda wana dance, watarudi asubuhi. Na labda mzazi amesema mambo ya disco matanga hatutaki. Hiyo ni sheria tu iko pale, si ndio? Na ni sheria ambayo mtoto anafaa kufanya nini? Kutii. Mwezi wa 8 kule Bungoma kutakuwa na mambo ya wavulana kutairiwa, masuala ya jandoni. Kwa hivyo haya masuala ya jandoni huwa yanakuja na mambo mengi. Unapata hii ndio season ya watoto kutoroka nyumbani usiku
So mzazi anajua tu watoto wote wamelala, kisha saa 5 hapo wanatoka wanaenda, wanafungua tu dirisha, anaruka anaenda, atarudi baadaye. Kwa hivyo mtoto kama huyo ametii hajatii mzazi. Praise God. Na Biblia inatuambia ninyi, enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, kwa kuwa hili ni jema. Kwa hivyo kutii mzazi, kufuata maagizo, ndio jambo ambalo Mungu anataka tulifanye. Katika kitabu cha Wakolosai ama Colossians 3:20 pia inazungumzia obedience. Inasema, children obey your parents in everything, for this pleases the Lord. So children in the house, watoto katika nyumba sai, tunafaa tutii wazazi wetu kwa sababu ni jambo ambalo linamfurahisha Mwenyezi Mungu. Praise God. Ni jambo ambalo linamfurahisha Mungu. Kisha kuna jukumu la pili la watoto. Hiyo wa Efeso, tusonge part 2, tusonge verse 2, 6:1 verse 2. Ephesians 6:1, tulikuwa tunataka kusoma mpaka 3. So turudi hapo. Asante. So sehemu ya kwanza tuliongelelea kutii. Hii inatuambia nini? Waheshimu baba yako na mama yako. Hii ndio amri ya kwanza yenye ahadi. Kwa hivyo jukumu la pili la mwana Sunday school, tulishazungumzia jukumu la mzazi. Kwa hivyo jukumu lako la pili ni kuheshimu mzazi. Heshima ni zaidi ya kutii. Kuheshimu na kutii ni vitu mbili tofauti. Kwa hivyo kuheshimu ni zaidi ya kutii, na kuheshimu kunahusisha kuonyesha thamani, shukrani na upendo kwa wazazi. Kuheshimu kunahusisha kuonyesha thamani, shukrani na upendo kwa wazazi. Kwenye English tunasema honoring. Unaweza kuwa unatii mzazi, una obey, but you don't honor. You can obey and refuse to honor. Praise God. So you must do both. Unafaa uobey na you also honor. Honoring ama kuheshimu, unamuona vipi mzazi? Unamzungumzia kivipi? Unajua kuna watoto ambao wamedharau wazazi sana, si ndio? Ukimwambia hata kitu, the way anakujibu unashangaa tu, huyu naye ni mtoto wangu tena mdogo kweli. Hata kule shule unapata kuna mwanafunzi labda hawezi honor their teachers, na hao bado ni wazazi kule shuleni, kwa sababu siku nyingi wanashinda nao. Kwa hivyo honoring ni zaidi ya kutii. Unamuona na utamana gani? Sawa sawa? Unamuona na utamana gani? Unampenda kiwango gani? Kwa hivyo kando na kutii, lazima pia tuheshimu. Tunaambiwa hii ndio amri ya kwanza yenye ahadi. Tukienda kwenye the 10 commandments, commandment number 5 ndio inaongea about honoring our parents. So this is the first commandment ambayo iko na ahadi kwamba wakati unaheshimu mzazi, wakati una honor your parents, basi utaweza kuishi siku nyingi. Utaweza kuishi siku nyingi. Kuna text inazungumzia pia, sikumbuki ni kitabu kipi, lakini inazungumzia swala la iwapo hautamtii mzazi wako, siku zako zitakuwa na giza. Siku zako zitakuwa na giza. Unapata sometimes umeshakuwa mtu mzima kama mimi, lakini maisha yako hayaendi sawa. Changamoto ni nyingi. Unagusa hii na sambaratika, unagusa hii, vitu haviendi sawa. Wakati mwingine ni vizuri kuangalia nyuma. Labda wakati fulani uliwahi kosana na mzazi, wakati fulani labda mliwahi mkatukanana na ukabeba laana. Ndio tunaambiwa siku zako zitakuwa giza. Hapa hivi kwa heshima,
Hapa pia ningependa kuangazia mostly the teenagers, wale ambao wameingia 12 years mpaka 18, 20 hapo. During this stage unapatanga watu wanakuwa very rude, si ndio? Wanasahau kwamba Biblia inatuambia tuwaheshimu baba na mama ili tuishi siku nyingi. Kuna ahadi ambayo iko attached kwa hiyo honoring our parents. So unapata tu mtu pale nyumbani anakuwa very rude. Hata shule anakuwa tu very rude. Ukimwambia kitu ana swing tu mbio anaenda. Sasa unashangaa ni vipi na huyu mtoto. Lakini kwa sababu ya neema na kuzoea kukutana na visa kama hivyo, najua tu hii ni stage na itafanya nini? Na itapita. Kwa hivyo mzazi, kama unakumbana na mambo kama hayo, usife moyo. Hiyo ni stage tu na inafanya nini? Itapita with time. Praise God. Itapita with time. Kile ambacho unafaa kufanya ni kushikilia hapo. Zidi kuwa tough. Zidi kuongelesha huyu teenager wako mara kwa mara. Usigive up. By the way, with this kingdom generation, au watoto wetu, kile ambacho kitatuwezesha kuwaweka kwenye misingi bora ya kiroho ni kuzidi kuwaongelesha, kuzidi kuwaelekeza. Usiwahi give up. Hiyo ndio kitu nimekuja kulearn within this period ambayo nimetangamana na hawa wanafunzi wa rika hii ndogo. Usiwahi give up. You just keep on talking. Keep encouraging them. Hata akiteleza leo, mu-encourage. Mtie moyo. Mwambie hapa umefanya vizuri, hapa umeenenda vibaya, lakini simama, pick up yourself, dust off the dust, endelea na maisha tena. So usije ukagive up ukasema hata huyu mtoto aniheshimu, hatii mambo ambayo ninasema. Mwishowe ukaja ukanena mambo ambayo yatakuwa laana kwa mtoto mwenyewe. Praise God. Jukumu la mwisho, jukumu la watoto kwa wazazi. Ya mwisho hapa tumezungumzia kutii, kuheshimu. Kuna ya mwisho msaada na huduma. Msaada na huduma. Msaada na huduma. Na hapa hivi nataka tuangazie kwenye kitabu cha Timotheo. Tulikuwa hapo, tunarudi hapo tena. 1 Timothy chapter 5 verse 4. Tunapozungumzia msaada na huduma, tunamaanisha nini? Tunaambiwa hapa, kama mjane ana watoto ama wajukuu, hawa inawapasa awali ya yote wajifunze kutimiza wajibu wao wa kumcha Mungu katika matendo, kwa kuwatunza wale wa jamaa zao wenyewe, na hivyo wawarudishie wema waliowatendea wazazi wao, kwa kuwa hivi ndivyo impendezavyo Mungu. Praise God. So jukumu la watoto kwa wazazi pia ni kufanya nini? Ni kuwarudishia shukrani. Kwa njia vipi? Kwa matendo. Kama watoto wetu wadogo, usiache tu wanashinda na remote kwa TV. Wape vyombo waoshe. Kama wanaweza pika chai wapike. Kazi ndogo ndogo ambazo wanaweza wakafanya. Na wanapofanya hivi, wanapozoea kufanya mambo haya, basi wataweza kukua kwa misingi bora. Watakuwa wakijua kwamba kuna hii na hii na hii ambayo hustahili kufanyika pale nyumbani. Kisha kuna watoto wakubwa, mimi na wewe sasa. Sisi nasi tunafaa kuhakikisha kwamba wazazi wetu wako well taken care of. Praise God. Wewe usikae tu kule na familia yako, wewe unakula, unalala, unashiba. Labda mama kule nyumbani, baba kule nyumbani hana chakula, hana mahala pazuri pa kulala. Nakumbuka wakati huyu mwenye alikuwa IBC, huyu mwenye alikuwa anasimamia IBC last time, alikuwa anaitwa nani? Chebukati. Wakati Chebukati ameaga dunia,
watu wakaanza kusema hata hakuwa anasaidia babake. Kwa nini? Kwa sababu ya mattress tu yenye alikuwa analalia, mpaka ilionyeshwa kwa TV, kwa taarifa pale. Kwa hivyo sisi kama watoto wakubwa tunafaa kufanya nini? Kuwasaidia. Leo nyinyi wote by then ni wana Kingdom Generation. Praise God. Nyinyi nyote. Kwa hivyo wewe kama mwana Kingdom Generation mkubwa sasa, uhakikishe kwamba msaada na huduma yako unaitekeleza kwa mzazi. Kama angali yuko, hakikisha kwamba amekula, mjulie hali, ako vipi, anaendelea vipi. Kisha tumesema hao watoto wetu wadogo, wacha tuwahusishe katika majukumu ya hapa na pale. Wanadhifishe mazingira, wasafishe vyombo, wasafishe nyumba, kama wanaweza pika. Haya ni mambo ambayo yanawaweka katika misingi mizuri. At least hata akifika kama ni college, anafaa kutafuta nyumba yake aishi mwenyewe, ajipikie. Anaweza akamake it, si ndio? Lakini imagine amefika college, hajui hata kupika chai peke yake, ataanzia wapi? Na labda sisi ndio tumewalea hivyo. Kwa hivyo lazima tuwaeke katika misingi bora, sawa sawa, kwa kuwafunza hizi kazi, kuwapa nafasi kwamba wakaweze kupartake of some duties hapa na pale nyumbani. Siku hizi tunaishi maisha ya kisasa. Mtoto akiamka tu hata hajaosha uso, ako kwa TV tayari na remote. Si ndio? Ako kwa TV na remote. Hata mgeni akija, unasikia hiyo remote inakuanga ya kababa. Achia tu kababa kwanza. Mgeni sasa anashangaa ni vipi. Tusiwalee katika njia hiyo. Wacha tuwape fursa ya kuwatch na pia tuwape fursa ya kutekeleza majukumu ya hapa na pale. Huwa napenda kukumbusha teenagers kwamba huwa nawaambia hivi, never make your parents cry because the tears of a parent are a curse. Never make your parents cry because the tears of your parents are a curse. Praise God. Kwa hivyo nitahitimisha tu. Tumejifunza jinsi ya kujenga misingi bora katika maisha ya watoto. Tukapata our key text from Psalms 127, 3 and 4. Tukazungumzia kwamba watoto ni baraka, ni mbegu ambayo tunafaa tuikuze kwa njia bora ili tuwe watu wa manufaa hapa mbeleni. Tukaangazia maana ya msingi kikawaida na katika maisha ya kiroho. Tukaeleza msingi inamaanisha nini. Tumeangazia wajibu wa wazazi katika kuwalea watoto. Tukasema kuna vipengele vingi, lakini leo tulikuwa tuangazie tu kipengele kimoja, kuwapa malezi ya kiroho. Tukaangazia tunawapa watoto wetu malezi ya kiroho kwa njia gani, kuwafundisha neno la Mungu, kuonyesha mfano wa kimaisha, kuwaombea, alafu kuwalinda dhidi ya vurugu za kisasa. Tukaangazia pia jukumu la watoto kwa wazazi. Manake lazima hawa watu wawili, hawa walezi na hawa watoto, wafanye kazi kwa pamoja ili kuweza kupata mtoto aliyelelewa katika misingi bora, aliyekomaa, kupata mtoto ambaye anaweza akakumbana na dhoruba za maisha na akashinda. Kwa hivyo jukumu la watoto kuna kutii wazazi, kuna kuheshimu wazazi na kuna msaada na huduma kwa wazazi. Kuna vitabu ambavyo tumesoma, iwapo utapata fursa utavipitia zaidi kule nyumbani. Ningependa tu kutupa a word of encouragement as I wind up. As I wind up, I just want to encourage us as parents. Nimesema to give up. Najua mambo ya ulezi, mambo ya kulea, hata kule shuleni, it's not an easy job. Praise God. It is not an easy job. Lakini wakati Mungu amekupa huyu mtoto kama mbegu, amempachika mkononi mwako, wewe unafaa ujue umepewa pia neema ya kuweza kufanya hiyo kazi. Praise God.
Hata kama changamoto zitakuwepo, hata kama dhoruba zitakuja, wewe usigive up. Encourage that child, encourage yourself, read the word, omba Mungu na atakuwezesha kusonga hatua nyingine, kusonga hatua moja hadi nyingine. Watoto wetu nao, kama kuna yule ambaye katika njia zake labda umemkwaza mzazi amekuelekeza, we umenenda kinyume, umenenda kwa njia zako, kwa mawazo yako, umeteleza hapa na pale. Hayo ni mambo ambayo hutokea. Tumejifunza leo asubuhi kwamba tuishi kwa njia zinazompendeza Mungu, si ndio? Kwa hivyo there's always a new page in life. Unaweza fungua ukurasa mwingine tena. You can always open a new page and write something different in that page. Praise God. So tamalizia hapo. I want us to stand up. Tusimame kama wana Kingdom Generation kwa nguvu. Leo sisi ni wana Kingdom Generation. Sisi sote. So I just want to say a word of prayer as I leave this podium. So tuombe. Father God, I come before you this morning. I thank you because of the word that we have received, my Father. I pray, God, that you're going to be with us as parents, that in everything that we've learned, we are going to practice it. God, we are going to teach our children to walk in a spiritual way, to walk in a spiritual manner. God, we pray that you're also going to give us wisdom. You're going to give us knowledge of how to deal with these young children that you've placed in our hands. This morning, we also pray for our children, my Father. We pray that you are going to guide them. You're going to protect them. Wherever they live, when they come back, you always go with them. My Father, even those who have gone in the wrong direction, my Father, you are returning them to the right way. Wewe ndio unawaongoza, unawalinda, unawaleta katika njia zinazokutukuza wewe. Baba, wewe ndio uliyewaumba, unawajua vyema. Zidi kutembea nao, zidi kuwaelekeza. Wacha wakafaulu katika maisha yao, wacha wakawe vichwa bali si mkia. Naomba nikiamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Piga makofi. Namkaribisha Mwalimu Janet